Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesema kwamba Iran katu haitoacha haki zake za nyuklia. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametangaza kwa msimamo thabiti kuwa Iran haitalegeza msimamo wake wala haitakubali masharti yoyote yanayohusu mafanikio yake ya nyuklia, huku akikosoa vikali vitisho vya kijeshi kutoka Marekani. Akitangaza msimamo huo katika hafla ya kuadhimisha siku ya kitaifa ya teknolojia ya nyuklia na uzinduzi wa mafanikio mapya ya teknolojia katika sekta hiyo, Rais Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa kadri Marekani inavyoendelea kutoa vitisho ndivyo Iran itakavyosimama imara zaidi. Amesema kwa msisitizo, tunataka amani na usalama na tuko tayari kwa mazungumzo, lakini kwa misingi ya heshima na kujivunia taifa letu. Hatutarudi nyuma kutoka kwenye mafanikio yetu. Hatutakubaliana na masharti dhidi ya mafanikio hayo, na hatutamruhusu yeyote kutuzuia kufikiri, kubuni wala kuwa na ubunifu. Rais huyo pia ameeleza kwa mara nyingine tena kuwa Tehran haina dhamira ya kutengeneza bomu la nyuklia, bali itatengeneza mifumo ya nyuklia kwa ajili tu ya matumizi ya kawaida, kwa maana matumizi ya kiraia. Hata hivyo, amesema wa magharibi wanadai kuwa Iran inataka kutengeneza mabomu ya nyuklia. Ni nani mwenye mamlaka zaidi kuhusu suala hilo kuliko kiongozi wa mapinduzi ya Kiislamu Ayatollah Al-Khamenei, ambaye kwa uwazi kabisa na hadharani ametangaza kwamba hatutafuti kutengeneza bomu la nyuklia. Mmehakiki kauli hiyo mara 100 na mnaweza kuhakiki mara 1000 nyingine zaidi, lakini fahamuni hii: tunahitaji sayansi ya nyuklia na nishati ya nyuklia katika kila sekta ya maisha yetu, anasema rais huyo wa Iran Masoud Pezeshkian, akitilia mkazo kuwa Tehran haitafuti vita isipokuwa tu ipo tayari kupambana kwa ajili ya kutetea ardhi yake. Kadhalika amesema kwamba taifa hilo limejipanga kwa ajili ya mapambano ya vita dhidi ya Marekani kama Marekani itaamua kupambana na taifa hilo la Kiajemi. Hata hivyo, Pezeshkian alihoji, wanawezaji kutuwekea vikwazo kwa rasilimali zetu na mawasiliano yetu, halafu watutake tuketi kwenye meza ya mazungumzo nao? Katika sehemu nyingine ya hotuba yake, Rais Pezeshkian aligusia makubaliano ya kihistoria ya nyuklia ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani JCPOA, ambayo Marekani ilijitoa kinyume na makubaliano hayo mwaka wa 2018 na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran, wakati huo Iran ikiwa bado inatimiza masharti yake kikamilifu. Rais wa Iran amebainisha kuwa sisi tulitimiza wajibu wetu chini ya JCPOA, lakini wao ndio walikiuka makubaliano. Hatukutaka kujitoa, walitupa vitisho kila siku, na wanapotutisha hatuna budi kujibu. Aidha, Rais Pezeshkian amesema, nina hakika kuwa tutaweza kuendelea na njia hii ya kujibu kwa nguvu, na kupitia mazungumzo itakayofanyika tutachukua changamoto hizi pia. Kwa mujibu wa taarifa rasmi, maafisa wa ngazi ya juu wa Iran na Marekani wamepangwa kukutana katika mji mkuu wa Oman, Muscat, siku ya Jumamosi kwa ajili ya kuanza mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran na suala la kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Tehran. Lakini swali ni kwamba, je, Marekani itakubali kuondoa vikwazo dhidi ya Iran? Lakini pili, je, wataruhusu Iran kuendelea na mpango wake wa nyuklia? Ni jambo ambalo limekuwa ni kitendawili kwa watu wengi, na ndio maana baadhi ya maafisa wamekuwa wakidai mara kadhaa kwamba ni jambo ambalo halitowezekana, na hii ndio ambayo inaweza kusababisha vita kati ya Marekani pamoja na Iran. Licha ya kwamba Iran inasema haipo tayari kwa ajili ya kupambana katika vita, ila ikiwa itachokozwa itahakikisha hili linatendeka. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini pia usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia wakati wote.